Babu zaka za kazi. Naam. Kwema? Alhamdulillah. Karibu sana Chamazi. Asante. Mbona umepooza kiasi hicho? Hapana. Niko calm, niko cool. Mimi sijakuzoea hivyo. Karibu sana Chamazi. Asante, umechomekea, umependeza kama kawaida yako. Kumbe niko sijaona. Sifa ziende kwa mke wangu. Hivyo ulivyonoga. Sifa ziende kwa mke wangu. Nimenoga sana. Mashallah. Sifa ziende kwa mke wangu. Wanaume wachache sana ambao huwa wanasema kwamba sifa ziende kwa wake zao. Wao wengi huwa wanasema ziende wapi? Asante, nimependeza. Yesu unajua tena. Kwa maana mimi nakuwa msaliti. Sio msaliti. Maana kama kutuungana na wengi na kusaliti. Bwana asante sana, nimependeza, asante sana. Wanangu sijawaacha. Azam Complex panasemaje? Hakuna baya Azam Complex. Kila kitu kiko vizuri kama kawaida ambapo tunaendelea kula upepo. Niambie hali ya kikosi iko vipi? Maandalizi yenu ya mwisho yakoje? Kikosi chetu kiko sawa sawa. Wachezaji wote ambao walikuwa wamepatikana kwenye mchezo uliopita kwa asilimia kubwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea mchezo ujao. Mwalimu ana kundi kubwa la wachezaji kuchagua 11 wa kuanza kwenye mchezo huo, labda na wengine kuingia baadaye, lakini kimsingi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri na maandalizi yanakuwa vizuri sana. Umesikia kule? Anasemaje? Anakusalimia. Bosi ana baya. Where's my aba? Kwa yote wachezaji wako vizuri. Lakini zaka za kazi michezo 6 mpaka sasa mmecheza. Mmeshinda 3, mmetoa sare 3, mko nafasi ya 6 kwenye msimamo, alama zenu 12. Mkiangalia huo msimamo, unawapa chachu kiasi gani kuendelea kupambana kwenye michezo yenu ya ligi? Mapema sana kuanza kuangalia msimamo. Unajua mechi moja unaangalia msimamo, unaangalia mechi moja unaangalia msimamo. Inakuchelewesha mwenyewe. Tuwe concentrate na mechi tu. Mwalimu wetu leo kwenye press conference alisema yeye anawaza mchezo unaofuata tu, hamna kingine zaidi ya hapo. Mchezo ulioko mbele ndo akili zake anaweka hapo. Basi. So ni mchezo unaofuata. Msimamo sio kazi yetu sisi sana kuangalia. Kuna muda utafika kwanza kuangalia msimamo, lakini sasa hivi mapema mno ni kucheza tu mechi, furahia mchezo basi. Lakini ili kutimiza malengo si lazima muwe na mikakati yenu mjini. Mikakati tunayo na tuitekeleza, lakini kuangalia msimamo sio miongoni mwao. Yaani kuangalia msimamo sio miongoni mwa mikakati yetu. So tuna mikakati yetu tunaifanya, tunakwenda. Kwa kile ambacho likizungumza katika mahojiano baada ya kunywa goli 3-0 Coastal Union, nasema kwamba mara kadhaa huwa mkitoka miaka ya huko nyuma mlikuwa mkitoka katika michuano ya Mapinduzi, basi mabalaa yanaanzia hapo, lakini kwa kipindi hiki mambo yamekuwa ni tofauti kabisa. Tofauti bado. Bado huwa ni sio mechi ya kwanza. Unaweza kushinda mechi ya kwanza, lakini mfululizo wake, yani kutoka kwenye Mapinduzi hadi kufika mwezi wa 3. Of course huu mwezi wenyewe Januari, mechi zobakia za Februari huwa kinakuwa matatizo. Yani unakuja kupata tena form mwezi wa 3, ligi ishapotea. Ndio huwa inakuwa hivyo. So bado tunaendelea kuangalia namna gani tunaweza ku rescue situation zetu. Lakini ikiwa hali kama hiyo, huwa changamoto kubwa inakuwa ni nini? Kwa uchunguzi wenu viongozi. Wakati mwingine huwa tunakuwa tunaporudi kutoka Mapinduzi tunakuwa na majeruhi wengi kwenye timu yetu. Wakati mwingine mechi za Mapinduzi huwa zinakuwa karibu sana. Umeona tumetoka Mapinduzi kwa tumecheza finali tarehe 13. Tumekuja kucheza mechi ya ligi tarehe 17 ndani ya siku 3. Kutoka hapo kuna mechi nyingine tarehe 20. Umeona mechi zinazofuatana hivyo. Sasa hiyo ndio huwa inaongeza matatizo kwa sababu umetoka kwenye Mapinduzi una kikosi wachezaji wengi wameumia labda kule, na wakati ule tunacheza kwenye uwanja ule wa Amani wa zamani, nyasi zake za bandia zilikuwa zimekufa sana. Kwa hiyo unatengeneza matatizo mengi kwa wachezaji. Ukija kurudi huko mambo yanakuwa tofauti. Inaweza ikawa tofauti kidogo mwaka huu, tuombe Mungu. Wachezaji wetu wengi hawakucheza Mapinduzi. Yaani tuna kikosi kingine kikubwa zaidi ambacho kilikuwa hakisio sehemu ya Mapinduzi Cup. Wengine walikuwa majeruhi, wengine walikuwa AFCON na wanaungana na timu baada ya Mapinduzi kwa imeisha. So tunaangalau tuna afadhali fulani tunayo kwamba inawezekana tukapata kikosi ambacho tutakitumia baada ya Mapinduzi, ukiacha kile ambacho kilicheza Mapinduzi na kama kiliathirika. Na bahati nzuri nyingine ni kwamba hatujapata majeruhi wengi kwenye Mapinduzi. Kwa labda mwaka huu inaweza kuwa tofauti kidogo. Nikisikiliza wanamichezo wengi sasa hivi ni kama wanatazama sana mchezo wenu dhidi ya Nairobi United ambao utachezwa tarehe 25 kule Nairobi. Bila shaka kila kitu kiko sawa sawa.
Kwanza wanaoangalia mchezo wa Nairobi sawa, lakini sisi bado tunaangalia mchezo wa Fountain Gate. Wa Nairobi wala sio sehemu ya ufundi ya timu yetu. Okay, logistics, swala lako la msingi ni tunaondoka lini, hiyo ni logistics sasa, ambayo watu wanaohusika na hiyo kitu wanaendelea mambo yao, lakini watu wa ufundi wanadili mechi ya kesho. Timu itaondoka just after the match. Mechi itachezwa tarehe 20 kuanzia saa 10 jioni, ikiisha tu watu airport, ndege ya saa 3 usiku natoka hapa naelekea Nairobi. Sawa, kwa hawa Fountain Gate FC ambao kimsingi hawakuanza vizuri sana ligi, lakini wakaja wakasema kwamba wamejipata, na tukiangalia sasa hivi maendeleo yao si haba, wanakwenda vizuri. Ni wapinzani wa namna gani kwenu na mnaendaje? Regardless walianzaje ligi, timu yote ambayo iko premier, timu nzuri ina sifa ya kuwa premier. Kwa hiyo lazima ujiandae na timu nzuri ambayo unakutana nayo. Msimu uliopita kuna watu waliopoteza ubingwa kwa Fountain Gate, walisababisha watu wapoteze ubingwa. Watu walishambulia kwao, walishambulia goli la mpinzani, wakashindwa kufunga, wabidi wafunge kwao. Unafahamu ni hawa Fountain Gate. Kwa hiyo sio timu ya kuichukua tu poa poa. Sisi tulimeza nao ligi msimu uliopita, wanakwenda kwenye playoff, lakini hiyo mechi tuliongoza 2-2 wakasawazisha, ikawa 2-2. Tukaanza kutafuta goli la 3 kwa mbinde, dakika ya mwisho tukafunga hawa Fountain Gate. Sasa tunafahamu hiyo situation. Kwa hiyo lazima tujiandae vizuri, tuhakikisha kwamba tunapunguza nafasi ya wao kutuadhibu sisi, ili nafasi chache ambazo tutakazopata tukiwaadhibu ibaki maumivu kwao. Ndio maana ya mazoezi ambayo yanafanyika. Nimezungumza na Isambuzi, msemaji wa Fountain Gate FC, anasema kwamba kuna wachezaji ambao wamewasajili na hawakutaka kuwatambulisha, wataka wajitambulishe wenyewe uwanjani. Na miongoni mwa mchezaji ambao wamemsajili ni mshambuliaji, wanasema wenyewe wanamuita mguu wa jini. Sasa wamempa kazi maalum, na akasema kwamba kesho hapa zaka za kazi anayo. Nikauliza kwa nini zaka za kazi? Akasema si ndio mwenye shughuli yake hapa. Okay. Bahati mbaya sana kwamba huwa wanaongea sana kabla ya mchezo, lakini mimi wanapenda kuweka akiba maneno kwamba acha mchezo uongee wenyewe, alafu utakuwa na maneno machache baada ya mchezo. Maneno ya kuongea sana kabla ya mchezo, wakati mwingine mchezo unaweza kuwapalia wachezaji alafu ikawa tofauti. So acha tusubiri baada ya mchezo, tutaongea, muda tutakuwa nao. Muda kumkumbusha mbuzi tutakuwa nao. Kwa kumbe siku hizi umebadilisha mfumo, ukiwa mnakwenda kwa mechi uongee sana. Sijawahi kuwa naongea sana mimi, yani kwamba tutashinda, sisi tuna nani, hapana. Kuongea kwamba timu yetu iko tayari, ina uwezo wa kushinda mchezo huu inshallah, naweza nikasema. Lakini kusema sisi tuna mguu wa jini, tuna mguu wa shetani, sisi tuna kichwa cha nani, hapana, hiyo hapana, siwezi kusema hivyo. Sio mambo yenu. Bwana, nilizungumza siku moja na Alikama Mapinduzi Cup ile, akasema kwenye ligi kuu sasa hivi inawezekana Jefte Kitambala bora ikawa ndo mshambuliaji mwenye staili nzuri sana ya kushangilia. Okay. Wewe una comment gani hapo? Mimi pia ni shabiki wa staili yake ya kushangilia. Sasa lakini kwa sababu wengine sijui wanashangiliaje, siwezi kusema kwa wengine nao kwa huyu ni bora kuliko zote, lakini staili yake ni nzuri na ninaipenda pia. Yeah. Unajua anafanya, unajua ile si anapiga hivi afu naijua watu waliona pale kwa Mkapa, wakuona ile alitia 2, kuna staili 2 zilikuwa pale siku ile. Kuna ile moja alishangilia goli lake yeye, afu kuna ile staili nyingine ambao walishangilia goli la Nado pamoja na yenyewe ilikuwa nzuri sana. Zote zilikuwa ni kali sana. Zote zilikuwa kali sana. Kwa hiyo hata jana hapa mechi na Coastal alipiga moja hapa, watu waliona. Hasa ile pia kwa slow motion. Alipiga kwa slow motion leo, na watu walienjoy sana. Alifanya remix. Alifanya remix. Sawa, ukiwa na mchezaji ambaye anakuwa na staili nzuri ya kushangilia kwenye timu, hivi kwa mnajisikiaje? Raha. Kwa sababu anafunga goli unaburudika, alafu anakuburudisha tena wakati unaburudika. Unaona, anakuburudisha tena wakati unaburudika. Lile goli lilipofungwa wewe umeburudika, unashangilia, alafu anakushangilisha tena baada ya hapo. Ni nzuri sana, ni kitu kizuri ambacho nadhani kila mtu anapenda. Kwa mipango yote sasa hivi ni dhidi ya Fountain Gate. Baada ya hapo sasa tutakuja tuzungumze kuhusiana na Nairobi United. Baada ya hapo bwana simu naita simu naita. Kuna simu naita. Samahani. Msio kana nini. Baada ya hapo mchezo na Nairobi United ambao utakuwa tarehe 25 na itakuwa double header. Yaani kwa maana kwamba tunacheza afu tunarudi nao tena tarehe mosi New Amani Complex Zanzibar. Kila la kheri. Lakini bila shaka kuna jambo ambalo nataka kuwajuza wana Azam FC. Nimeona pia kuhusiana na swala zima la
mashabiki kusafiri kuelekea Nairobi kule, mchakato unaendeleaje? Ya mchakato ambao unasimamiwa na idara yetu ya masoko, Ayubu Shirukindo anafanya kazi nzuri sana kushirikiana na Ahmed Jobenyo ambaye ni katibu wa matawi yote ya Azam FC, ya mashabiki wa Azam FC. Wanashughulika nalo kuhakikisha kwamba wale wanaotaka kwenda Nairobi kushangilia timu wafanye hivyo. So michango inaendelea na ningependa kuwahimiza mashabiki ambao wanataka kwenda Nairobi, lakini 20 tu. Unakwenda Nairobi, unakwenda kushangilia timu, tunakwenda kushuhudia kitu kikubwa kwa sababu Kongo ilikuwa mbali. Logistics za usafiri Kongo zilikuwa ngumu kidogo. Nauli yake kwenda na kurudi na karibia milioni, zaidi ya milioni 1. So ilikuwa ni parefu kidogo, lakini kwa hapa Nairobi 120,000 bila shaka watu wanaanza kumudu na tuende pamoja tukaunge mkono timu yetu ili tushangilie pamoja. Nimeandika, nimepost video zenu nyinyi waandishi. Tena nimefanya mpaka a few moments later. Ni hivyo ndio nilichojaliwa kufanya. Unajua haiwezi kila siku ikawa vile vile tu. Kuna siku nyingine mambo yanakuwa makubwa, mengine yanakuwa madogo, mengine hakuna kabisa. Ni hivyo tu. Ndio hicho nilichokifanya, ndio nilichojaliwa. Yeah. Lakini huwa unajisikiaje napo unasikia watu wanasema kwamba ukitaka kumbukumbu mambo ya historia mfuate Thabit Zakaria, Zaka za kazi, uko vizuri sana? Nadhani wao wana nani tu wana appreciate kile ambacho na share nao, kwa sababu mimi sifanyi kwa ajili yangu, nafanya kwa ajili ya wao, hasa washabiki wa hicho kitu, kwa sababu unapotengeneza kumbukumbu ziko nyingi sana, lakini kuna kumbukumbu fulani zinawahusu watu fulani. Kwa hiyo ukiwafanyia kumbukumbu yao naona furahi na mimi nafurahi pia, kwa sababu furaha zao ndo furaha zangu. Tunafanya chochote tunachokifanya kwa ajili ya kufurahisha watu, hata mpira tunaocheza ili watu wafurahi. Chochote kile kinachofanyika kwa ajili ya watu wafurahi. Watu wanaimba muziki ili watu wafurahi, unaona? So wanapofurahi wale watu, maana hata mwanamuziki naye anaona kazi yake imefika vizuri. So ni hivyo tu, na mimi hisia zinakuwa hapo. Usajili mmemaliza? Tunamalizaje bwana? Hatuwezi kumaliza. Ungekuwa makini sana ungegundua kuna kitu hapo wakati napita hapa, kuna kitu nilisema. Ukasema kuna mtu anakuita hapo. Sijaangalia vizuri. Hawezi kuona. Wewe hauna machale, hawezi kuona. Kuna wachezaji wapi au mchezaji mpya? Wewe huwezi kujua, sasa wewe subiri tu. Yaani hilo, yaani ungeshtukia ndio ilikuwa hivyo, lakini hujashtuka. Basi. Lakini mambo yanakuja. Mambo mazuri. Mambo mazuri. Natafuta mambo mazuri tu kila siku. Mtatambulisha lakini. Mpaka sasa hivi ni Aimar peke yake. Mtambulisha. Si ndio tunapenda hivyo. Tunapenda hivyo ambao hamjui. Mpaka wamecheza na mechi wamecheza hapa mjui. Mechi iliyopita hapa ya Coastal Union kuna watu wameingia hapa wageni ambao tumesaini msimu huu, lakini hamjui. Na sisi tunataka hivyo hivyo. Sisi tunataka hivyo hivyo. Hebu nianze kufuatilia. Utajua mwenyewe. Sisi tunataka hivyo, sasa tuseme sasa hivi. Ukiona tunamtambulisha mtu hiyo tuna maana. Asitambulisha. Ajitambulisha mwenyewe. Tunamwacha mwenyewe ajitambulishe. Sisi tutakaa kimya. Mnaona mnafuatilia, amfuatilie basi. Sisi tufanye kazi. Msije mkao mmechukua kwa baadaye mkarudisha mkashindwana. Tukafanyaje? Kwamba akaja. Hiyo kawaida kwenye mpira. Hiyo kawaida. Hiyo ni kawaida tu, sio issue kubwa sana. Mchezaji mkishindana kawaida tu, kwa sababu kuna vitu vingi. Kuna medical, mtu anaweza kafeli medical, mtu anaweza kufanya nini. Mambo yapo tu kwenye mpira, dunia nzima yapo. Na hatuisha leo. Yapo yanatokea Real Madrid, yanatokea Chelsea, yanatokea Bayern Munich, yanatokea kawaida tu. Wala sio issue kubwa sana. Mkishindana mchezaji akiondoka basi kila laheri. Haya, kila laheri. Mimi asante sana. Sema kamera yangu imekung'arisha? Umeng'asa. Asante sana.